Sasa kwenye mpango pia wa uwekezaji umesema unataka kuwekeza 60% ya uwekezaji wako kwenye hisa, 40% kwenye hati fungani. Hisa tunajua zinaongezeka thamani. Labda tuseme kwamba kwenye hiyo mpango wako ulikuwa una milioni 10, ukasema kwamba milioni 6 unaweka kwenye hisa, milioni 4 unaweka kwenye hati fungani. Ile milioni 6 thamani yake kakua mpaka milioni 7. Ni muhimu pia ukafanya rebalancing, make sure kwamba thamani zinabaki kwenye zile wastani ambao umewekewa mwanzoni, kwenye zile percentage, kwenye zile asilimia ambazo ulizoekea. Kwa hiyo unafanya rebalancing. Kwa hiyo unaweza ukapunguza tena kwenye hisa, ukarealize ile gain, make sure kwamba value ya hisa zinabaki pale kwenye milioni 6 na ukarudisha huko labda kwenye hati fungani au ukafanyia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo rebalancing hiyo tunaita kwenye lugha ya kitaalamu ni namna ya kuweza kutafuta balance au wastani mzuri wa mpango wako wa uwekezaji. Lakini vile vile ni kuangalia sasa return ambazo unazozipata, kwamba unapowekeza sehemu fulani return ambayo unayoipata ikoje ukilinganisha na maeneo mengine, kwa sababu unaweza kawa ndio unapata faida, lakini hiyo faida unayoipata ukilinganisha na risk ambayo unainkaa haviendani. Unakuta faida ni ndogo na risk ni kubwa. Kwa hiyo ni muhimu pia ukafanya allocation kwenye maeneo ambayo yanaendana return ambayo unayopata na risk ambayo unainkaa kuipata hiyo return.